Caritas vincit omnia. Maneno haya ni ya Kilatini, tafsiri yake ni mapendo hushinda yote. Tunayapata haya katika barua ya kwanza ya Wakorinto, ile sura ya 13 aya 8. Na hata ukisoma ile aya ya 13 utapata ujumbe huo huo. Ndugu zangu wapendwa, tunafanya na kuadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu, utawala wako ufike. Ndugu zangu wapendwa, sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu sio sherehe ya kiungo cha mwili. Ni sherehe ya kuadhimisha upendo wa Mungu kwetu sisi ambao hauna masharti. Ndugu zangu, maandiko matakatifu yanauelezea moyo kama kitovu cha utu wa binadamu. Ndio sababu ukiona sura ya picha ya moyo mtakatifu wa Yesu, unaweza ukaona moyo umechorwa katikati na wala sio pembeni. Manake moyo ni center au kitovu cha utu wa binadamu. Vile vile moyo mtakatifu wa Yesu ni kitovu cha upendo wa Mungu kwetu sisi binadamu. Ndugu zangu, Biblia takatifu haishii hapo. Inaeleza pia kwamba moyo ni sehemu au mahali ambapo maamuzi ya mwanadamu yanafanyika. Ni maeneo au mahali pa kuonyesha huruma, upendo na uaminifu. Hivyo tunapofanya sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, tunasherekea upendo wa Mungu usio na mipaka kwetu sisi binadamu. Katika tafakari ya maandiko matakatifu kwenye sherehe yetu ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 7 aya ya 6 hadi ya 11. Nabii Musa anawakumbusha wana wa Israeli kwamba Mwenyezi Mungu amechagua taifa la Israeli sio kwa sababu ya uwezo wao au nguvu zao walizo nazo au utakatifu wao, bali amewachagua wakiwa dhaifu kwa sababu Mungu anapenda taifa hili. Katika hilo tunajifunza kwamba Mwenyezi Mungu anatupenda hata tukiwa dhaifu. Mwenyezi Mungu hatupendi kwa sababu tuna nguvu au tuna uwezo au tuna jina au cheo kuliko wengine, au pengine ni watakatifu kuliko wengine. Mungu anatupenda jinsi tulivyo. Hili linatufundisha nini katika maisha yetu? Katika sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu, somo ambalo tunalipata hapo ni kwamba hata sisi tunaalikwa kuwapenda wengine bila ya masharti. Na daima tunapomkaribia Mwenyezi Mungu, tusiogope kwenda kwake, kurudi kwake pale ambapo tumemkosea kwa sababu ya dhambi. Mungu yeye yuko tayari kutupokea kwa sababu anatupenda jinsi tulivyo. Huo ndio moyo mtakatifu wa Yesu. Katika somo la pili ambalo linatoka barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane kwa watu wote, ile sura ya 4 aya 7 hadi aya 16, tunaona mtume anafunua jina jingine la Mungu. Anasema Mungu ni upendo. Maandiko hayajasema kwamba Mungu ana upendo, yanasema Mungu ni upendo. Tafsiri yake hiyo ni kwamba yale yote ambayo Mwenyezi Mungu amelitendea taifa la Israeli, yale yote ambayo Mwenyezi Mungu anatutendea sisi, yanatoka na kuchipuka katika sifa yake kuu hiyo na jina lake kwamba yeye ni upendo. Na kudhihirisha kwamba anatupenda, alimtoa mwana wake wa pekee, yani Yesu Kristo, ili afe kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Ndugu zangu wapendwa, tunajifunza kwamba hata sisi katika maisha yetu, kwa vile Mungu ni upendo na sisi ni watoto wa Mungu, wapenzi, tunaalikwa kupendana kama Mungu anavyotupenda. Kila mmoja awe tayari kuweka bidii katika kumjali mwingine, kumpenda mwingine na kumhudumia mwingine kama Mungu anavyotupenda. Jicho lako na moyo wako vimtazame jirani kama vile Mungu anavyomtazama huyo mtu. Kuna aina 3 za upendo. Aina ya kwanza inaitwa eros. Na eros hii ni upendo ule wa kimapenzi, upendo wa hisia. Unampenda mtu kwa sababu una hisia naye. Hisia ikiisha basi haumpendi tena. Unampenda mtu kwa sababu una shauku naye. Ile shauku ikiisha haumpendi tena. Upendo huo ni kama moto wa masago. Yakishawaka kwa muda basi yanapotea, moto unatoweka. Huo sio upendo ambao Yesu anatufundisha katika moyo wake mtakatifu.
Aina ya pili ya upendo inaitwa filia. Ni upendo wa kirafiki, upendo kati ya marafiki, na tunapendana au warafiki wanapendana kutokana na kwamba yako maslahi ambayo wote pamoja wanafaidi. Hayo maslahi yakiisha, pengine urafiki huo unaweza kuisha pia, lakini bado huo ni upendo pungufu, haujakamilika. Upendo wa hali ya juu zaidi, wa ngazi ya juu zaidi, ambao ndio huo ambao Yesu ametupenda au Mungu ametupenda, ni upendo unaitwa agape. Huo ni upendo wa kumpenda mtu bila kudai chochote kutoka kwake. Ndio upendo ambao Kristo ametupenda na hata akatoa uhai wake kwa ajili yangu na kwa ajili yako, pamoja na kwamba tulikuwa ni wadhambi. Huo ndio upendo ambao kila mtu anayemwamini Mungu anapaswa kuwa nao, kumpenda mtu bila kudai chochote kutoka kwake. Pale katika familia zetu, katika jumuiya tunazoishi, katika kanisa, katika jamii, agape ndio upendo mkamilifu kuzidi mapendo mengine ya aina mbalimbali. Ndugu zangu wapendwa, katika hii Injili ya sherehe ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, kadiri ya Mtakatifu Mathayo sura ile ya 11 aya ya 25 hadi 30, Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Anasema nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hakuna kitu kizuri na kinachotia moyo kama kuwa na uhakika kwamba pamoja na kwamba unapitia matatizo mbalimbali, au pengine una madeni, au una huzuni, au una migogoro katika familia, au unapitia mahangaiko kazini, au unapitia hali fulani ya maradhi, au changamoto nyingine ya maisha, alafu kukawa na mtu pembeni yako ambaye yuko tayari kubeba msalaba wako, kubeba huo mzigo wako. Ni Yesu ambaye anatuita, anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Huo ndio moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu uko tayari kusaidiana nasi katika mizigo yetu tulio nayo na matatizo mbalimbali. Na hili tunajifunza kwamba tunapopata changamoto yoyote ya maisha, tunaalikwa kwenda kwa Yesu kwanza, kumshirikisha mawazo yetu, kumshirikisha changamoto hizo na kumpelekea mizigo yetu. Tunafanya hivyo kila tunavyosali, tunafanya hivyo kila tunavyokwenda kufanya maungamo na kufanya toba, tunafanya hivyo kila wakati tunapomshirikisha, tunapokuwa na mipango ya kutua mizigo mikubwa tulionayo katika maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, tafakari ya maandiko haya matakatifu inatufundisha kwamba sisi ambao ni Wakristo tunaalikwa kuiga na kuishi upendo unaotokana na moyo mtakatifu wa Yesu. Upendo wetu lazima utakate. Neno utakatifu maana yake ni kitu kilichotengwa. Huwezi ukakifananisha na vitu vingine ambavyo vimezoeleka ya kawaida. Unaweza tukafanya matendo madogo kabisa na kuwatendea wenzetu na tukawa tumeishi huo upendo wa Mwenyezi Mungu, kama tutafanya kwa uaminifu bila kudai chochote, na tukifanya tukitambua kwamba tunarudisha deni la upendo wa Mungu kwetu. Kama umebarikiwa na tafakari hii ya maandiko matakatifu, na kualika sasa usiache kulike, kushare na kusubscribe katika Habari Njema Channel, ili uendelee kupokea baraka na neema nyingi kutoka katika sherehe hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Moyo Mtakatifu wa Yesu ulitobolewa kwa mkuki na vilitoka damu na maji. Maji yakiashiria ubatizo na damu ikiashiria Ekaristi. Kila wakati unapokwenda kusali ibada takatifu ya misa, umuombe Moyo Mtakatifu wa Yesu ili akujalie neema hizo za kuiga fadhila za upendo, huruma na wema wake, ili kwa kufanya hivyo tuweze kurithi ule uzima wa milele. Kwenu ninyi ambao ni wanachama wa shirika hili la Moyo Mtakatifu wa Yesu, na watieni moyo, endeleeni kueneza utawala huu wa Kristo. Wasaidieni familia za Kikristo zisimike Moyo Mtakatifu wa Yesu katika familia, kwa maana familia isiyo na upendo haiwezi kupata wokovu. Kama pengine ni kuache na swali hili moja:
Unafikiri ni jambo gani ambalo ukilifanya wewe kama Mkristo au kama mtu anayemwamini Mungu litakuwa linaonyesha upendo wa dhati ule wa agape? Au unaweza kutaja aina mbalimbali za matendo ambayo watu wanatendeana na aina hizo zikaonyesha upendo ule ambao ni hafifu, kama tulivyozungumza, upendo ambao ni eros wa hisia. Labda toa mifano miwili mitatu katika komenti hapo chini. Unafikiri upendo wa eros ni kama upi? Upendo wa filia ni kama upi? Na upendo wa agape ni tukio kama gani ambalo unaweza kumfanyia jirani yako? Nakutakia wakati mwema. Endelea kufurahia na kufuatilia Habari Njema Channel ili uendelee kuwa wa kwanza kupokea habari njema zinazokujia, na kwa namna pekee na kutakia sherehe njema ya moyo mtakatifu wa Yesu. Tumsifu Yesu Kristo.